Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Sheikh Mkwamba kutoka Tanga sasa yupo jijini Arusha, Clown Villa Hotel. Atafanya dua maalum kwa wanaosumbuliwa na maradhi na changamoto zote za kimaisha. Mpigie simu namba 0678121625 au WhatsApp namba 0752388329 kwa walio nje ya Tanzania. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia tupige kura watu heshimu. Ahimiza wananchi wasikubali kushawishiwa kuharibu amani. Aja kivingine usimamizi wa viwanda, ajivunia mafanikio utalii Moshi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Barabara za juu kuongezwa da kumaliza foleni, mabasi 60 mwendo kasi kuazimwa ya hudumia njia ya Kimara. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Ruwaichi hatushindani na serikali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Mwalimu jela maisha kwa kumnajisi mwanafunzi. Habari katika ukurasa wa 20. UDP kutumia mazungumzo kupata suluhu. Habari katika ukurasa wa 4. Wasira himiza umoja, ahadharisha ubaguzi. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa mbele. Habari picha kimeonyesha mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan akiwashukuru wananchi wa Bomang'ombe kwenye mkutano wa kampeni za uchaguzi wilayani Hai katika mkoa wa Kilimanjaro jana. Habari picha nyingine inaonyesha mgombea urais wa Chauma Salum Mwalimu akihutubia mkutano wa kampeni Ulaya, jimbo la Mikumi, mkoani Morogoro. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Ruwaichi atangaza msimamo Katoliki, agemea wanaosambaza upotoshaji mitandaoni kwa maslahi yao binafsi, asisitiza kanisa halilumbani wala kushindana na serikali. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili, nukuu yake ikisema, kwa hiyo sio tangazo linalobeba saini yangu au lililotangazwa kupitia kansela au katibu mkuu, hilo liwafanye kwamba sio tangazo rasmi. Ni Askofu Ruwaichi. Gazeti hili limeandika mwendo kasi bado kero. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Hukumu ya kifo kwa Rais Kabila ibua mjadala. Habari katika ukurasa wa 17. Dar es Salaam, hukumu ya kifo iliyotolewa na mahakama ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila imeibua mjadala kuhusu ugumu wa utekelezaji wake, kwa kuwa hadi sasa haijafahamika mahala alipo. Gazeti hili limeandika mambo manne yatajwa kukabiliana na utapiamlo. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Wagombea ubunge udiwani, mwelekeo mpya kuzisaka kura. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele. Ruwaichi, kanisa Katoliki halina ugomvi na serikali, akanusha waraka wa semina ya leo Oktoba 29, 2025, ataka waumini wawe makini kubaini vyanzo vya taarifa. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Dr. Samia, tusishawishike kuivuruga amani ya nchi. Habari katika ukurasa wa 4. Othman, nitarejeshea Zanzibar rasilimali zake. Habari katika ukurasa wa 5. Wasira ataka Watanzania wasipige kura kwa ubaguzi. Habari katika ukurasa wa 4. Dr. Mwinyi awaahidi vijana ajira za kudumu wakishinda. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Nchimbi asisitiza mikopo ya 10% kuendelea kutolewa. Habari katika ukurasa wa 2. DRC, Kabila
ahukumiwa kifo kwa kosa la usaliti, habari katika ukurasa wa 19. Migogoro na uhamishaji janga la kisiasa kibinadamu barani Afrika, habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Na gazeti Nipashe mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele, uchaguzi mkuu, kanisa Katoliki latoa msimamo, habari katika ukurasa wa pili. Sokomoko usafiri wa mwendo kasi RC ashuhudia abiria wakidandia madirishani, amuru mabasi mapya Mbagala Posta kuhamishiwa Mbezi Posta, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia ajipanga upya na tembo wavamizi, Dayo hospitali na soko, habari katika ukurasa wa 3. Usiri ulivyokichochea ukatili wa kijinsia, habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Joseph Kabila kutoka rais DRC hadi hukumu ya kifo kwa uhaini, habari katika ukurasa wa 19. Ripoti maalum utitiri wa vituo vya mafuta unavyoacha kitendawili nchini, habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Fundraising Gala Dinner itakayofanyika tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Tutazame sasa gazeti Mwanahalisi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mashahidi siri kufichuliwa. Mpango wa serikali wa kuficha mashahidi itakayotumia katika kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa mashuhuri nchini Tundu Lissu huenda usifue dafu. Mwanahalisi limeelezwa undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Samia kupoteza kura, wachambuzi waanika maeneo 10, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Upupu wa Polepole wazidi, habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole amezidi kumwaga upupu wa kuendelea kukosoa ahadi za mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM na utendaji wa serikali. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi. Nalo gazeti Mwanahabari lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Samia, tusishawishike kuivuruga amani ya nchi, awahakikishia wananchi usalama Oktoba 29, asema wanawashawishi kuivuruga amani familia zao zina makazi nje ya Tanzania, wanafanya hivyo kwa sababu wanapopa kukimbilia. Ahidi miradi mikubwa ya maendeleo Kilimanjaro, asema serikali yake imeimarisha ushirika na kuinua sekta ya kilimo cha mazao mbalimbali ikiwemo kahawa. Kuendelea na kampeni ya Arusha Leo, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi asisitiza ajira kwa vijana itakuwa sera mama ya serikali atakayoongoza, habari katika ukurasa wa 3. Wananchi Mkomazi wapatiwa elimu ya kujikinga na tembo, habari katika ukurasa wa 2. Tanzania Benki ya Dunia wajadili utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini, habari katika ukurasa wa 2. Watoto 1308 wahudumiwa kambi maalum ya macho BMH, habari katika ukurasa wa 4. Othman Masoud ahidi kujenga Zanzibar mpya yenye mshikamano akipewa ridhaa, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenyewe limeandika upinzani hauna uwezo kuongoza nchi, Dr. Mwinyi, habari katika ukurasa wa 2. Serikali kushusha gharama za kuunga umeme nusu bei sasa, habari katika ukurasa wa 2. Mtambwe kwa eneo la uzalishaji wa mazao ya viungo Othman, habari katika ukurasa wa 3. Shambulio la kujitoa muhanga la watu 10 Pakistan, habari katika ukurasa wa 9. Wananchi wadesha ibani na sera za vyama Zanzibar, habari katika ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika Simba hii kuna kitu, Nabi avunja ukimya ishu ya kutua, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Oktoba 18 Jumamosi ni Nsingizini dhidi ya Simba Sports Club CAF Champions League. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2.
Sare ya Mbeya. Tatizo wala sio Falls. Mechi ya kibabe. Yanga na Mbeya City kila zinapokutana huwa ni mechi dume, na juzi zilitoka sare ya 5 mfululizo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Gazeti hili limeandika Stars bila Msuva Samata, habari katika ukurasa wa 2. Gamondi anza kunogewa bara. Kocha huyo ameibeba Singida Black Stars kombe la Kagame 2025, habari katika ukurasa wa 3. Mbwemo ageukia wenzake, habari katika ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika TPL Oktoba 17 ni Pamba Jiji dhidi ya Mashujaa, mchezo unapigwa saa 8 mchana, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani, na gazeti Habari Leo lenye limeandika Nyota Stars waachwa mechi dhidi ya Zambia, habari katika kurasa za ndani. Falls aliana uwanja Mbeya. Ahmad nipo sana JKT Tanzania, habari katika kurasa za ndani. Tanapa yampongeza Simbo, habari katika ukurasa wa 23. Kendi arejea Bogos, habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ilivyoandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Sheikh Mkwamba kutoka Tanga sasa yupo jijini Arusha, Clown Villa Hotel. Atafanya dua maalum kwa wanaosumbuliwa na maradhi na changamoto zote za kimaisha. Mpigie simu namba 0678 121 625 au WhatsApp namba 0752 388 329 kwa walio nje ya Tanzania.